نسألك اللهم بعظيم أنوارك سنيا التي أزالت رين القلب وصدى أن تقضي لنا المهمات الدينية وتتم لكل مقصده من أمور دنياه وأخرى يا من ملأ الوجود جود جوده وجدوى فصل وسلم وبارك على محمد خاتم الرسالات الاستفائية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu zangu Waislamu, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, leo kwa uwezo wake tunalikamilisha fungu la pili, kwa maana ya kwa kundi la pili. Leo tulifunga kundi la pili, kwa maana ya kwamba kwa taufiki ya Mungu tumuombe katika 10 linalokuja Mwenyezi Mungu atupe afya na uzima. Amin. Sisi pamoja na familia zetu. Atukubalie ibada zetu. Kwa sababu 10 linalokuja ni kubwa, manake mnaona ni siku 10 lakini ni parefu sana. Aliye na uwezo wa kutupa nguvu ya kumaliza si mwingine ni yeye mwenyewe Rabbul Izza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo tuna mafunzo mengine kabisa. Sina maana kwamba yanatofautiana sana na yaliyopita, lakini ni mengine. Tunasema ni mengine kwa sababu ni mafunzo yatakayozunguka katika nyoyo zetu. Ni mafunzo ya kijamii ambayo tutayaona kwetu sisi. Ni mafunzo ambayo yatakayotupa insha Allah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu yataturejesha na tutakuwa katika watu wa kheri zaidi insha Allah. Leo tujifunza kiburi na sababu za kiburi. Kiburi ndicho kilichowafanya Makuraishi wa Maka kufikia hapa walipofikia. Lakini leo tutajifunza sababu za kiburi. Sababu za kiburi kuu ni ngapi? Ni 3, kama ambavyo tutakavyoona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ametueleza kule katika suratu Quraish, makafiri wale wa Maka, ramani yao ya nchi yao ilivyokuwa, si mpaka sasa si watu wa kulima, wale ni watu wa majangwani. Ule mji wa Maka ule, inshallah Mwenyezi Mungu atupeleke Maka. Hii ni mara nyingi tunasema Mungu ajalie inshallah katika vipande vyetu vya umri vilivyobaki, twendeni tukamzuru Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukifika haya ninayokuambia utaenda kuyaona kule. Ule mji wa Maka, ule mji jinsi ulivyo ni majangwa, yale ni majangwa. Riziki inayowafikia wale watu wa Maka ni mpaka watoke waende huko, waende miji mingine, kisha wakatafute ndio warudi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alishaeleza kwamba liilafi Quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, kwa sababu ya kuzoea Makuraishi, kuzoea kwao kusafiri katika nyakati za masika kuu mbili. Wakati wa masika, kwa maana ya kwamba wakati wa kiangazi na wakati wa masika. Hii kutajwa kiangazi na masika ni kuonyesha nyakati zao nyingi walikuwa wakitoka kwenda kutafuta riziki kutoka katika maeneo tofauti. Lakini katika utokaji wao walikuwa hawapati madhara yoyote.
sababu ya heshima kubwa walionayo kwa sababu ya Al-Kaaba. Waarabu wengine walikuwa wakitoka basi wanashambuliwa, wakitoka kwenda kutafuta riziki, basi akirudi salama amshukuru Mungu, Waarabu wengine. Lakini Waarabu wa Maka wenyewe walipata neema kubwa kwa sababu ya Al-Kaaba. Maana yake ukianga wewe umetoka wapi? Mimi natoka Maka, basi watu wote wanamheshimu mtu yule kwa sababu ya Al-Kaaba. Paka Mwenyezi Mungu akasema basi kama ni hivyo, kama unaheshimika kwa sababu ya Al-Kaaba, faliabudu rabba hadha albaiti, basi ni wamwabudu Bwana wa Al-Kaaba hii ambayo wanaheshimika kupitia hiyo Al-Kaaba. Wamheshimu Bwana wa Al-Kaaba hii, kwa maana umheshimu nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Makuraishi wale walipokuwa wakisafiri, kuna mambo mawili makuu waliokuwa wakinufaika na safari zao. Jambo la kwanza ni mji wao kuwa ni mji wa heshima, kwa maana ya kwamba kiuchumi ulipanuka zaidi ule mji. Na mpaka leo, kwa sababu mji ule uliombewa na Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, mpaka leo mimi nilifika katika mgahawa mmoja, nikawauliza kwamba nataka apple mimi hapa. Nikaulizwa wataka apple la wapi? Wataka la China au la South Africa au la wapi? Maanake yako maepo ya Brazili au sivyo, yako maepo ya China, yako maepo ya South Africa. Ni kuonyesha mji wa Maka kwamba uko hivyo. Sisi maepo yetu ndo haya na ardhi yetu inalimika ina nini, lakini niulizwa hivi kuonyesha kwamba ule mji watu walikuwa wanapata uchumi, na mpaka leo ule mji unaendelea kupata uchumi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo lingine la pili, Waarabu wale walikuwa wakitoka walikuwa wanajifunza kutokana na athari za watu wa kale. Kwa mfano, ukitoka Maka ukitoka Maka ni Hijaz, unapoelekea Sham, sivyo? Unapokwenda Sham, njiani utakutana na athari mbalimbali za mitume waliopita. Na katika athari za mitume waliopita, kwa mfano kina Nabiiullah Saleh alayhi salam, ule mji uliogeuzwa waitwa Sadum, Waswahili kama Sodoma, waitwa Sadum na Amur, kwa maana kwamba ni Sodom na Gomora. Ule mji uliogeuzwa, sio kutoka juu kwenda chini, ule mji ambao walikuwa wanaume kwa wanaume wakiendeana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakasirika, ule mji ukafanya nini? Ukageuzwa juu chini, chini juu. Makuraishi wale walikuwa wakipita na wakiona na wakihadithiwa na babu zao na mababu, lakini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja aliwaeleza hilo. Jamani, nyinyi mkipita katika hiyo miji, achilia mbali riziki mnazozipata, lakini mkipita si kuna athari mnaziona njiani ya watu walioangamizwa kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya nini? Sasa darasa yetu ya leo ni hapo ndipo inapoanzia. Wale wakiambiwa hayo na wakiyaona hayo kwa macho yao, hawakumkubali Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kitu gani kilichosababisha hawa wasimkubali? Ni kibri. Masala ya darasa yetu ya leo, kibri hiki chatokana na nini? Kwa sababu aya inazungumza matini kama inavyoonekana, wala qad atau ala alqaryati allati umtirat matara saw. Na imekuja aya katika muundo wake, imekuja kwa kiapo na sisitizo. Wala qad, kwa kiapo na sisitizo. Hiyo lamu unaiona hapo ni ya kiapo. Wa bi'izzati wa jalali, au sivyo? Au wallahi, sio? Lakini haikutosha, ikaja kati na wallahi, na apa wa bi'izzati, kwa utukufu wangu, wa jalali, na ubora wangu. Kad atau, hakika watu hao wamepita,
wala qad atau, na hakika bila shaka watu hawa atau, wamepita na imekuwa ni kawaida yao kupita, ndio maana kaitwa hivyo. Na katika wafasiri wanasema kwamba hiyo imekuja hivyo kwa sababu kuonyesha kwamba upitaji wao ulikuwa sio wa mara moja, kwa maana ilikuwa wanaweza kupita muda wote, kwa sababu mtu ni kijana mpaka anazeeka anapita katika zile njia. Wanafanya nini? Anapita katika zile njia na anaona kwamba hapa watu hawa wameangamizwa, watu hawa kulikuwa na shida hii, kulikuwa na shida hii, kulikuwa na shida hii, lakini hawa wapi? Watu hawa hawakusikia. Sema hawa wapi? Sisi tutakuja kuelezwa na Muhammad, mtu kama wewe utueleze kwamba hapa eti tukufuate kwa sababu ya athari hizi. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa sifa ya kuona maonyo yaliyo wazi kabisa, sifa ya kuona maonyo yako wazi kabisa, na kutokuzingatia maonyo hayo ambayo wanayaona ni alama ya kiburi, na kiburi kilichopetuka mpaka, na ni alama ya kwamba watu hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kutuonyesha kwamba watu hawa walikuwa ni kiburi, na kiburi cha aina gani. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala qad atau, hakika watu hawa wamefanya, wamefanyaje? Wamepita. Si kupita kwa mara moja, wamepita. Kupitia wapi? Wamepitia ala alqaryati allati, haikuja aya wala qad atau fil qaryati allati, ala alqaryati allati. Hapa tumefunzwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mafunzo ya hapa ni kwamba ukipita mahala ambapo watu wameangamizwa, usikae, sio pita tu. Manake ningelikuja ni idhafia, wala qad atau fi, manake wangelikuwa wanakaa au sivyo, wana nini kule. Lakini upitaji, ukikuta mahala kumeangamizwa watu, au kuna eneo ambalo Uislamu hauridhiki na kuwa katika mafunzo ya Uislamu, si mahala pa kufanya nini? Pita. Kwa mfano kuna mahala Mwenyezi Mungu anaweza akashusha gharqa. Siku hizi kuna haya makasino, sio? Kuna makasino haya ambayo yapo, kuna mabaa ambayo yapo. Hapana kwenda chakula, unakwenda kula chakula katika mabaa namna gani Muislamu? Gharqa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikitaka kushuka, utakuwa ni katika hao. Na tumefundishwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukipita katika mahala pa watu walioangamizwa, hata maswahaba wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam walipokuwa wakipita katika maeneo haya tunayozungumza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema piteni haraka haraka, na ikiwezekana mkiwa mnapita katika maeneo yale muwe mnalia, usije Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakukasirikia kwa hilo ambalo linalofanyika. Sisi sasa hivi maskini ya Mungu tunakaa katika mabaa, tunakaa katika baa, tunakaa katika maeneo yasiyofaa. Hili ni funzo mojawapo. Wala qad atau ala alqaryati allati, Mungu hakusema wala qad atau fil qaryati allati. Ulama ndivyo wanavyotuambia. Wamepita hawa watu na wameendelea kupita katika maeneo hayo. Wakipita wanaonyeshana pale, wanaonyeshana hivyo na wanapita, wanaenda sawa. Katika kijiji ambacho umtirat, kijiji hicho kimenyeshelezwa matara saudi, mvua mbaya ya mawe, mvua mbaya. Tena mvua yenyewe nini? Ya mawe. Wale watu walianza kwanza walianza kupata adhabu kuu ya kwanza kuliko adhabu zote, ni kutokuona. Ndio adhabu ya kwanza. Na tulieleza sana habari za Nabii Lut alayhi salam. Walianza kutokuona kwa sababu wale vijana walipokwenda pale, wale malaika walipokwenda kwa sura za vijana, walipofika pale Nabiiullah Lut aliwaambia, ndugu zangu,
kama mwahitaji wanawake, mimi nina mabinti, msije mkanifedhehesha kwa wageni wangu hawa waliokuja. Anaongea kwa unyenyekevu Nabiullah Luti alayhi salatu wasalam. Nabiullah Luti si sawa kama Nabii Hudi, na kila mtu alivyopewa namna yake. Nabii Hudi yeye nimesema jana alikuwa ni mtu ana mabavu, kisha akiwaambia acheni, kama mtaki fakiduni jamia, kama mna ubavu leteni, au sivyo? Lakini Nabiullah Luti alikuwa mnyenyekevu. Jamani, acheni habari hizo. Kama ni mabinti, ninao mabinti zangu hapa, msije mkanifedhehesha kwa wageni wangu hawa. Malaika wale wakasema, wewe Luti, uelewi, sisi ni wajumbe, tumetoka huko kutokea kwa Nabii Ibrahimu, kwa sivyo tumekuja moja kwa moja. Lengo leo tumekuja, leo ndio tunamaliza hapa ripoti. Leo hatutaki ujinga, tulia, sisi ni malaika. Jibril alayhi salamu na wenzake wameeleka kikundi cha malaika. Jibril peke yake sana tosha, lakini kimekwenda kikundi cha malaika. Walipoanza kwenda na mke wake, alikuwa mtu wa hovyo, mke wa Nabiullah Lut alayhi salam. Yeye alikuwa akiona habari zile ndo anakwenda kutoa nini? Taarifa. Anaomba udhuru wa uongo. Na ndio tukasema kwamba unapotaka kwenda kuoa sharti ufanye nini? Ufanye istikhara, kwamba huyu mtu ninayekwenda ni sawa sawa na ruhusa unazoombwa wewe hapa, kwa sababu hapo unafundishwa ummati wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhusa unazoombwa nyumbani na wife zifuatilie, ni sawa. Mwanamke yule alikuwa akienda, ndio alikwenda akawapa taarifa wale, nyumbani leo pazuri, wamekuja vimwana, njoeni. Ni watu wa ovyo, ni watu ambao ukielezwa utashangaa. Yani akilini hapaingii. Watu walikuwa wakishindashana, wanashindana katika kutoa upepo. Yani unaweza kukaa hivi unasema tushindane nani atatoa upepo zaidi kuliko mwenzako, hapo namna hiyo. Au hawa ndio watu walikuwa aina hiyo. Sasa wale watu walikuwa, baada ya hali hiyo iliyotokea kama hivyo, basi mke akaenda kutoa taarifa, wakaja. Walipofika, jambo la kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafuta nini? Macho yao. Jambo la pili ndio mvua ikaja. Peperuka upepo hivi, mvua ikaja. Matara sawa, mvua mbaya kabisa ya mawe ikaja. Baada ya hapo ndio Mwenyezi Mungu na kabla ya hapo alimwambia Nabiullah Lut, fanya nini? Toka na watu wako. Toka na watu wako, wala yaltafita ahadun minkum, asije yeyote katika nyinyi akageuka, toka haraka. Wasi wakatoka kipande cha usiku kile, na katika waliotoka mke naye yumo, lakini Mungu alishatoa ile mrata, akageuka mwanamke yule, au sivyo? Alivyogeuka basi na yeye akawa ni katika walioangamia mwanamke yule, lakini ala kulli ni katika waliofanya nini? Walioangamia. Kwa hiyo Luti mke wake alikuwa sivyo, kaangamia. Nabiullah Nuhu, au sivyo, naye vile vile mke wake akafanywaje? Kaangamizwa. Hivyo ucha Mungu si kuwa ni mtoto wa mtu au kuwa ni mke wa mtu au kuwa ni mume wa mtu. Sababu kama ni mume wa mtu, Firauni kaangamizwa na hali ya kwamba mke wake alikuwa ni nani? Ni Asia. Ucha Mungu ni nafsi ya mtu. Usije ukaona kwa sababu uko nyumbani pale, fikisha dawa kwa mke wako, kwa familia zako, lakini kila mmoja Mwenyezi Mungu anajua daraja zao pale ndani. Na mke anaweza akakushinda ucha Mungu, au wewe unaweza kumshinda ucha Mungu nani? Mke. Mwenyezi Mungu atujalie tupe familia za kheri, familia zenye kumtambua Nabii Muhammad. Sasa katika kijiji hicho wale makafiri hufanya, leo darasa yetu ni kwamba ni kupita kwa kuona, au sivyo? Walikuwa wamepita wale, walikuwa wakipita wakiona kijiji kile ambacho kilichonyeshelezwa mvua ya nini? Mbaya, mawe, ukao naona. Suala hapo liko hivi, ni kitu gani kilichosababisha wasizindukane? Achilia mbali mambo ya Mungu, au sivyo? Ni nini? Sasa hapo tuambiwa kwamba ni kibri. Kibri kinatokana na nini? Kibri kinatokana na mambo makuu matatu. Kibri
kinatokana kwanza, mtu anaweza akapata kibri kwa sababu ya mali. Mtu anaweza akapata kibri kwa sababu ya mali. Mali inasababisha kibri. Mungu akikupa mali, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuhifadhi na akujalie kuwa mtu mwema. Ukipata mali, kuwa kama kina Uthman ibn Affan radhiallahu anhu, kina Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf ambaye baada ya kufariki Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo alikuwa akilea familia ya mtume. Usije ukasema wake za mtume alipofariki, wake za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyekuwa akilea familia ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwapa matumizi ni Abdurrahman ibn Auf ala raasihim. Wako wengine lakini wa ala raasihim Abdurrahman ibn Auf, na alikuwa kila akitoa Abdurrahman ibn Auf mali ndio inafanya nini? Ndio inazidi, kwa sababu aliombewa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini anatunza familia ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatujui tukiondoka familia zetu kama mtazitizama. Sisi hatujui, kiukweli sisi hatujui. Tukiondoka tukienda akhera sisi sijui kama familia hizo zitatizama, sielewi. Lakini inshallah Mwenyezi Mungu akupeni khairi, akupeni na salama, na akupeni moyo kama Abdurrahman ibn Auf. Ni wengi katika mashekhe wakiondoka, familia tunaziona zinapata shida. Shekhe, mke wa shekhe, mke wa maalim hawezi kwenda kupanga mstari katika wajane. Hiyo haiskani. Ataletewa nyumbani tu, kwa sababu waumini wapo na watu waliokuwa ukimpenda Nabii Muhammad kwa kipindi chake wapo. Hawezi kwenda katika kupanga hivi, wamekuja haya wajane wajitokeze, basi na yeye kajitokeza na vikanga vyake maskini vimenini. Hapana. Tukifanya hivyo hatutokuwa salama mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jamani, tumeelewana mpaka hapa? Mali ni kitu chenye kuleta kibri, na hili tutaliona wapi? Tutaliona kwa Karuni. Karuni tunamfahamu. Karuni ni mtu ambaye alipata mali. Na Karuni alinasibika kuwa ni katika watu wa Bani Israeli, sio? Lakini hata hakuwataka Bani Israeli, akajionyesha yeye kama ni Mkopti, hali ya kwamba sio Mkopti. Pata mali na alipoambiwa bwana, vipi bwana kuhusu pesa hizi itoa na hivi na nini, kwa sababu ya utajiri wake mkubwa ule, atharwatul haila, alisema inama utituhu ala ilmin indi. Mimi nimepata hii kwa ilmu nilionayo, na nilikuwa sina pesa na nini, lakini sasa hivi nimepata elimu, nimepata pesa, mnanifuata. Nimepata ilmu hii kwa nini? Kwa ilmu nilionayo. Hakuna watu katika sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanaosema neno haya. Mtu anaambia hizi pesa mali mnazoona hizi ni kwa sababu ya ilmu yangu. Hapana Muislamu, sema hiki nilicho nacho ni fadhila ya Mwenyezi Mungu. Hadha min fadli rabbi. Sema hivyo, hiki nimekipata kwa sababu ya fadhila ya Mungu wangu, kama alivyosema Nabii Suleiman alayhi salatu wasalam. Nabii Suleiman alipata ufalme na alikuwa na pesa, na kiti kilipohudhurishwa kutoka kule kwa Balqisi, kilipofika pale alisemaje? Hadha min fadli rabbi, hii ni katika fadhila ya Mungu wangu. Hakusema hii nimepewa ala ilmin indi, kutokana na elimu nilionayo, kwamba mimi na akili ya biashara. Maana kuna mtu asema hivyo, mimi na akili ya biashara. Lakini kuna watu wamepewa akili na wana akili kubwa na ni wajinga, hawajui hata hisabu, kama tulivyoambiwa hapa masiku yaliyopita, lakini watu wale wana pesa nyingi zaidi, au sivyo? Hiyo ndio hali. Karuni alikuwa mmoja wapo. Karuni alifanya kibri kwa sababu ya pesa. Kibri kinaweza kikasababishwa na sulta na mamlaka. Mamlaka inaweza kusababisha. Wa ala raasihim Firaun, sio? Firauni alikuwa na mamlaka, alikuwa na sulta, alikuwa na pesa na sulta. Ndio sababu iliyopelekea kupata kiburi. Makuraishi wa Maka wamefanya kiburi kwa sababu walikuwa na sulta, mamlaka, serikali walikuwa nayo mikononi wao,
na pesa walikuwa nazo, na wakitoka biashara inalipa, na walikuwa na pesa kubwa zaidi ukilinganisha na Nabii Muhammad. Ndio akawa anasema mali hadha rasul yaakulu ta'am, mtume gani yeye anakula chakula huyu ovyo ovyo, au sivyo? Kwa sababu kama tulivyopata siku ile maelekezo mazuri pia kwa shekhe wetu hapa, Sheikh Kunga, tulikuwa tukizungumza naye, kwa sababu kawaida watu wa zamani walikuwa wao hata kula huwezi kujua wanakula vipi, sio? Watu wa zamani walikuwa kula huwezi kuona, wale watu wenye hadhi zao huwezi kuona wanafanya nini, hata kula kwao wanakula, hata chooni huwezi kujua wanakwenda vipi, au sivyo? Sasa kama huyu atakuwa ni mtume, anakula hadhara huyu, jahara huyu, anakula hivi. Alafu zamani waliokuwa wanaenda sokoni zamani ni watu gani? Wale watwana hivi ndio walikuwa zamani wanakwenda sokoni, wanakwenda nini. Wafalme wakienda ni wanaenda kabisa, kwa maana kama wana namna zao tu kwenda nini na watumwa wao na hivi, lakini si sana. Sasa mtume huyu anazunguka kutwa sokoni, atakuwa mtume huyu? Kibri ukilipatikana kwa Makuraishi, mpaka wanaona yale mambo, wakipita wanaona nyuma zilizoarkishwa, watu waliopata matatizo wanaona barabarani kule, hawashtuki. Ni kwa sababu ya kibri cha mamlaka waliokuwa nayo, pamoja na nini, na sulta yao na nguvu ya pesa waliokuwa nayo. Ile ndio iliyopelekea wakapata nini, kibri. Kwa hiyo kibri chatokana na nini? Kibri kinatokana na nini? Mali, kama Karuni, au sivyo? Na Karuni mwisho wake fakhasafna bihi wa bidarihi. Karuni aligharikishwa, akazamishwa mali na yeye na nyumba yake. Sio fakhasafna bihi wa darihi, fakhasafna bihi wa bidarihi. Yeye na nyumba yake vyote vilikwenda chini, Karuni. Na hawa nao waligharikishwa. Angalieni Firauni alivyogharikishwa katika mamlaka yake. Angalieni, ukipata mamlaka ya aina yoyote ni wajibu wa kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika moyo wako sema hadha min fadhli rabbi, hii ni katika fadhili ya Mungu. Kwa hiyo ukitizama hiyo kulia ukiangalia au sivyo? Elimu ni kimbilio la watu. Ukipewa mali ni kivuli cha watu wengine, sio mali zile sio zako. Ukipewa mali, zile mali sio zako. Na haya ni maelezo ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umepewa ile mali ili katika mali ile wanufaike watu kupitia wewe, ni mtihani ule. Na elimu nayo vile vile ukipewa, nayo umepewa ili wale watu wafanye nini, wanufaike, iwe ni kimbilio kwa wale watu. Na huu ni utaratibu wa kawaida sana alioweka Mwenyezi Mungu. Ibilisu laini aliambiwa msujudie huyu bwana, msujudie Adam. Wewe anasema ana khairu minhu, mimi bora kuliko yeye huyu. Alafu mimi ninapajua zaidi sehemu nyingi kuliko huyu. Kote huko nimekwenda wapi? Akiitwa abasajida yule, kote huko mbinguni nimesujudu, nimefanya ibada, katika arshi huko nimezunguka wapi. Huyu anaumbwa, huyu unamtengeneza, na muona huyu, alafu mimi nimsujudie huyu? Ana khairu minhu. Sasa bana, utaangamia kwa hili la kiburi chako, utaangamia. Utaangamia na utakuwa wewe ni katika watu wabaya. Akasema sawa, hamna shida. Angalia Ibilisi, anasema sawa, lakini naomba kitu kimoja tu, nipe nafasi ya kuishi zaidi. Na akapewa nafasi. Mwenyezi Mungu anasema haya, nimekupa. Ndio huyo anayetusumbua mpaka leo, ndio huyo anatusumbua mpaka leo. Kilichompoteza Ibilisi ni ilmu. Ilmu ndio iliyompoteza. Pili, tunakwenda haraka. Pili, katika ilmu ni ulama ul-Yahudi, wanazuoni wa Kiyahudi. Wanazuoni wa Kiyahudi walikuwa na ilmu ya kumtambua na kumfahamu Nabii Muhammad. Walikuwa na ilmu. Wanazuoni wa Kiyahudi walikuwa na ilmu. Na hata Mwenyezi Mungu anasema falamma jaahum ma'arafu kafaru bihi. Walikuwa na ilmu, walikuwa wanajua. Na kibri
nimesema ni batrul haqi wa ghamtun nas, kukataa haki na kuwadharau watu. Mwisho tujifunze kupitia huyu bwana Bal'am ibn Ba'ura. Bal'am ibn Ba'ura utamkuta Mwenyezi Mungu anamueleza kule katika suratul A'raf aya 175. Huyu jamaa kwa ufupi ni hivi. Huyu bwana alikuwa ni mbani Israeli. Naomba tuelewane vizuri hapa, mkae kwa vizuri msikilize. Huyu bwana alikuwa ni katika bani Israeli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa nafasi ya kulifahamu jina la Allah Ismullahil A'zam. Mwenyezi Mungu alimpa nafasi ya kufahamu Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam waliopewa ni yeye. Kipindi cha Nabii Suleiman alayhi salam aliyepewa na Asif ibn Barkhia, kama mnakumbuka, yule ambaye yule jini aliyesema kwamba mimi kile kiti nitaenda kukuletea kabla hujasimama, yeye akasema nitakuletea kabla hujapepesa macho, nitakuletea. Asif ibn Barkhia, hata kuna kitabu chaitwa Asif ibn Barkhia kipo. Huyu bwana alipopewa lile jina kipindi cha Nabiiullah Musa alayhi salam, alipopewa jina lile jina, basi sasa kama mnakumbuka, alikuwa watu wanatoka wale Bani Israeli walipoambiwa waendee wale Jabbarina wakawapige, si ndio? Waliambiwa watoke kule katikati waende kwa wale Jabbarina wakafanya nini? Wakawapige. Basi Nabiiullah Musa akamtanguliza Yusha, kijana wake alikuwa akitembea naye sana. Akamtanguliza Yusha, akasema Yusha alitangulia na twende tukawapige Jabbarina. Wale Jabbarina wale ikabidi wamfuate huyu jamaa Bal'am ibn Ba'ura, ikabidi wamfuate. Bwana, wewe una jina la Ismullahil A'zam, ndio. Tunaomba uwapize hao kabla hawajaingia kuja kutudhuru mke wa Ba'ura. Bwana, mwanamke yule akakubali, akapewa pesa nyingi, na Ba'ura akapewa pesa nyingi sana kwamba haya. Basi Ba'ura mwisho Ba'ura akasema ngoja nifanye istikhara. Sisi tunazungumza kitu cha istikhara hapa. Akafanya istikhara. Alipofanya istikhara akakatazwa ili jambo usilifanye. Baada ya hapo akampa mke wake taarifa, bwana, nimefanya istikhara lakini nimezuiliwa. Akasema rudia tena, kwa sababu mke kashapewa nini? Pocket money. Rudia tena. Akarudia. Aliporudia hakuona kitu chochote. Mwanamke akamwambia, vipi ulivyorudia? Akasema nimeona kimya tu. Basi mwanamke akasema, kwa sababu mke sasa ndo anakuwa kama kichochezi, mwanamke akasema, ikiwa Mungu wako hajakuonyesha basi hilo halina ubaya. Basi Ba'ura mwisho akakusudia kulikubali lile, akapewa pesa nyingi sana. Ba'ura alipewa pesa nyingi sana kwa lengo la kwamba aombe kwa kutumia lile Ismullahil A'zam kwa ajili ya kumwapiza Musa na watu wake wale waliokuwa wanakuja huku, kwa sababu amri ya Mungu ilikuwa ni wale watoke waje huku. Ndivyo Qur'ani inavyosema. Nadhani tunakumbuka Waislamu. Bila maelezo haya hatutoelewa kitakachoendelea hapo mbele. Tuyamalize haya kisha tufasiri, kwa sababu hiki ni kipengele kilichokusanya aya karibia 3-4 zinazokuja wapi. Sio kama naeleweka. Ba'ura akakubali, akachukua punda wake, akapanda punda ili aende akakutane nao nje kabla wale watu hawajafika, kwa sababu ya ushawishi wa hao Jabbarina. Akatoka akaenda Ba'ura mpaka akaenda nje ya mji. Akiwa na punda wake, yule punda akapiga magoti, hataki kwenda. Akampiga yule punda, akainuka, akaendelea tena. Punda yule akapiga magoti tena, hataki kwenda. Punda alivyozidi kupigwa mara ya 3 akapiga magoti. Alivyozidi kupigwa, na hii ni kawaida kwa Bani Israeli wanyama kuzungumza. Ng'ombe ilizungumza na wengine, na hiki si kisa kama Israiliyati, ni kisa katika vitabu mu'tamad. Yule punda yule akamwambia, mimi nawaona malaika hawa wananizuilia kwamba tusiendelee na hii safari.
Anamwambia nani yule? Ba'ura, sio? Hii ni kwenye Qur'ani, suratul A'raf aya 170 na sio 75. Basi akamwacha punda, kwa punda mimi atanisababisha hapa nichelewe. Akaondoka kwa miguu anakimbia Ba'ura. Ba'ura akaenda mpaka kilimani. Ba'ura akaanza kutumia ismullahi al-a'zam kuwaapiza wale watu. Lakini kila akisema ulimi wake, akitaka kusema waangamize, ulimi unakataa, unageuka ule ulimi wake kuwaombea wale. Badala ya daa alaihim inakuwa daa lahum. Badala ya kuwaapiza ikawa anawaombea tena kheri, anawaombea Mungu. Ba'ura akajaribu mara kadhaa akashindwa. Ba'ura akarudi kwa wale watu wake, akawaambia jamani, hili limetokea hivi, lakini neno lake la Ba'ura hili, ghalabana Allahu alayhi, Mungu ametushinda katika hili. Adhabu aliyoipata dakika hizo Ba'ura, wandala lisanuhu fawakaa ala sadrihi. Ba'ura ulitoka ulimi wake kwa urefu mpaka ukaangukia kifuani hapa. Ba'ura ulimi wake ulitoka mpaka ukaangukia wapi? Kifuani. Ba'ura anakuwa ni fundisho. Baada ya hapo watu wale walipoona hivyo, hawakuwa naye tena, walimwacha kama alivyo, na ikawa hali ndio kama hivyo. Na wale watu wakaja na kina Yusha kama taarifa zilivyo, na walishinda wale watu wa Musa, na habari zikaenda zikawa ziko vizuri. Nini somo la Ba'ura? Ni kwamba ni katika kiburi kutumia elimu kuadhibu watu wasiokuwa na nini, na matatizo. Tunaelewana Waislamu? Ni katika kiburi kutumia kisomo ulichojaliwa na Mungu kuadhibu na kuwaapiza watu wasio na nini, na makosa. Kwamba anakuja mtu anasema, bwana hebu muangamize fulani, muangamize fulani bwana, muangamize mwalimu fulani, muangamize fulani, muangamize. Kumbe ana chuki zake binafsi. Na kuna chuki zake binafsi tu. Sasa na wewe unakaa pale unawaambia kama sisi na vijana hivi au nini au sivyo, leteni hapa, unaanza leteni nazi ngapi? Leteni nazi ngapi? Leteni sindano, leteni nini? Haya tupige hiyo au sivyo? Basi mnaanza sasa pale, mtaraka hivi fa rabbuka bi ashabil fi alami yajali kaidam fi tadili. Mnapiga mtu, unampiga mtu alubadili au sivyo? Mtu ambaye hana kosa. Na wallahi kifo kitakuwa ni kibaya sana. Utakufa katika kifo kibaya, na mwisho wa uhai basi kama hujawa kama Ba'ura utakuwa katika udhalili wa hali ya juu sana. Ni katika kiburi, narudia tena, ni katika kiburi kuomba dua ya kuwaapiza watu au kumwapiza mtu au kuapiza jamii bila kwamba jamii ile ina makosa yoyote, kwa kutumia ilmu uliyofanya nini Mwenyezi Mungu aliyokupa. Kwa hiyo narudia, sababu za kiburi ni ngapi? Ya kwanza mali, ya pili mamlaka, tatu, na hayo ndio yanayoharibu dunia mpaka leo. Ukiona watu wanakuwa na kiburi kama majitu yanatengeneza masilaha makubwa, ni kwa sababu ya ilmu. Hao manchi haya sasa hivi wanatengeneza masilaha makubwa haya, wanafanya nini? Kiburi kile na hivyo, ni elimu. Elimu zetu Mwenyezi Mungu ajalie ziwe za kheri. Elimu zetu Mwenyezi Mungu ziwe za baraka. Elimu zetu Mwenyezi Mungu azijalie kuwa za salama. Kwa hiyo watu hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema afalam yakunu yarawnaha. Unaona kiburi hicho? Hivi hawa watu, manake hapo kuna vitu viwili. Mungu hakusema afalam yarawnaha, hivi hawajaona hivyo vijiji. Hiyo yakunu iliyokuja hapo inafidisha istimrari. Afalam yakunu yarawnaha, hivi hawajawa ni wenye kuona kwa mazingatio kijiji hicho au vijiji hivyo? Hawajawa ni wenye
sio? Mungu hakusema afalamu yarawnaha, hivi hawajaviona, sio? Afalamu yakunu alafu yarawnaha, hawajawa katika kawaida ya kule kupita kwao siku zote ni wenye kuona hivyo vijiji vilivyoangamizwa? Jibu ni kwamba walikuwa wanafanyaje? Lakini kilichowaponza nini? Na kiburi chao kilikuwa ni cha nini? Mamlaka na nini? Na bali. Sasa sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusije tukaenda kuangamizwa kwa sababu ya mamlaka na mali. Tukiwa na mali tuwe kama masahaba wa Nabii Muhammadi. Sayyidina Umar, Sayyidina Abubakar radhiallahu anhu anatoa mali zote, anaulizwa kule umebakisha nini bwana? Asema nimembakisha Mungu na nani? Daraja hali ya juu sana. Asema lau huzina imanu hadhihi al-umma fi kifa wa imanu Abi Bakr fi kifa la rajaha imanu Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ingelipimwa imani ya umma huu katika kitanga cha mizani, umma huu katika kitanga cha mizani, alafu ikapimwa imani ya Abu Bakar katika kitanga cha mizani peke yake, la rajaha imanu Abi Bakr, ingezidi imani ya Abu Bakar kuzidi umma huu. Abu Bakar ni Siddiqi ambaye radhiallahu anhu anaingia katika pango, anaweka mguu pale kama mnavyosomewa katika sira. Baada ya nguo yake kama hii haoni ni thamani, anachana, anaziba ile matundu bila kuthamini nguo yake, anaweka mguu pale, nyoka mkubwa anagonga, hatoi. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliyelaza katika mapaja yake ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinachomwamsha Mtume sallallahu alaihi wasallam pale ni machozi ya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ndio Mtume anashtuka, vipi? Asema nimegongwa na mdudu, sijui ni kitu gani. Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam achukua mate yake, anaomba dua, Abu Bakar as-Siddiq anabaki katika hali ya kawaida. Jamani, Mungu akatujalia akatufufue na watu hawa jamani. Hawa ni watu waheri sana ndugu zangu. Na haya masiku yaliyobaki haya ndio ya kufanya jitihada jamani. Tukipata Lailatul Qadr shekhe, hebu tuumie kabisa, amka katika haya masiku yaliyobaki 10 lililobaki haya, hebu twendeni. Bali watu hawa walikuwa bali walikuwa sababu ya kiburi chao na namna zingine, balkanu la yarjuna nushura, bali wamekuwa hawahofi. La yarjuna hapo bimaana la yakhafu, sawa? La yakhafuna, hawahofi nushura, hilo la kufufuliwa. Yani kiburi chao mpaka hata kufufuliwa kiyama wanasema vyovyote wavyo sawa tu. Hapana, Mungu asitujalie hivyo. Alafu ilivyokuwa wa idhara auka, pindi wakikuona wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kiburi chao, yatakhidhunaka illa huzwa. Allahu akbar. Kuna ini ya nafi, alafu mbele kuna illa inafidisha hasri, sio? Yatakhidhunaka illa ani kama ni maelezo ya kawaida, ni kama kusema wanakufanyia kejeli hali ya juu sana. Yatakhidhunaka, hawakufanyii illa isipokuwa, hakuna chochote wanachokufanyia wewe huzwa. Ni nini? Yatakhidhunaka illa huzwa, si hasri. Yaquluna illa kadhiba, si ndio kama hizo? Yatakhidhunaka illa huzwa, wanakufanyia kejeli. Na hapa ulama wanasema ni kwamba yatakhidhunaka illa huzwa, kuna wakati Mtume alikuwa anamfanya kama kichekesho hivi. Unajua kuna mtu yeye mwenyewe ni kichekesho hata kabla hajasema. Kwa yani manake yeye mwenyewe ni huzu. Kuna mtu akija kwa mfano hivi wale kumtoa kichekesho, au sivyo? Akitokeza hata kabla hajachekesha, hajasema, ule muonekano tayari ni nini? Manake Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimfanya hivyo. Nabii Muhammad walimfanya nini? Kichekesho. Kwamba akionekana anapiga huyo ya comedian hiyo. Allahumma salli wa sallam. Mtume akipita hivi anasema tayari, angalieni comedian hiyo. Subhanallah. Au illa yatakhidhunaka illa huzwa, maana yake
ni mahzu'an bihi, kitu cha kufanyiwa kejeli. Yattakhidhunaka illa huzwa, hawafanyi kwako lolote isipokuwa kejeli, ndio zimezidi. Maana yake kwa tafsiri ya pamoja ni kusema yattakhidhunaka illa huzwa, wanakufanyia hasa kejeli kukufanyia, kwa sababu kuna hasri hapo. Nasema inni nafi na illa mbele ni nini? Ni nini? Ni istithnai. Ma qama alqawmu illa zaid au sivyo? Namna hiyo. Yaquluna illa kadhiba. Ahadha, kisha wakawa wanasema ahadha alladhi, hivi huyu ndiye ambaye ba'atha Allahu rasula, hivi huyu ndio Mungu amempeleka kuwa rasuli huyu. Ahadha alladhi, hivi huyu ndio ambaye ba'atha Allahu rasula huyu. Sheikh Sweetu, kama tuko pamoja hivi huyu ndio mtume huyu. Jamani, kejeli ni mbaya, na jana tulishasoma hii ni nini, ni katika upande wa kumudhoofisha kisaikolojia, sio? Huyu ndio mtume, na akipita wanacheka, akipita na sahaba zake. Kwa mfano siku hiyo ndio yuko na Bilal ibn Rabah, hana mavazi mazuri. Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir hana mavazi mazuri, Khabab ibn al-Arati, au sivyo, watu wa kawaida kabisa. Akipita nao basi wanamuuliza, vipi leo kuna mpya, unaongea na aliye mbinguni leo? Na sijui ndio sunna hiyo inapita mpaka leo, manake wanazuoni wa sasa hawana thamani tena. Wanazuoni wa sasa hawana thamani tena, na hata ukitaka upige kelele, sijui ujitake kujitia thamani, bado utaonekana ni mtu wa ovyo tu, au sivyo? Wanazuoni, au si kweli ninavyosema? Sasa hivi sio inaonekana tu kile inaonekana tu namna hivi. Mnakula, mnafuturu, watu walio na pesa wanafanya mambo makubwa, lakini watu wanaofikisha kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, je, jamii hiyo inayotizama watu hapo? Hapo tuzungumze, turudi kwetu sisi sasa. Inawatizama kweli? Ahadha, hivi huyu ahadha alladhi ba'atha Allah rasula, hivi huyu kweli huyu ndio Mungu kampeleka awe mtume huyu? Hapana. In kada la yudhilluna, hakika bila shaka ile in wasema in mukhafatu mina, in kada la yudhilluna, hakika alikaribia kutupoteza huyu, an alihatina, kutuepusha na miungu yetu, laula ansabarna, lau sio sisi kuvumilia kusubiri, alaiha, juu ya kuendelea kuabudu hawa nani? Miungu. Kama si kuendelea sisi kuabudu miungu, huyu angekaribia kutufanyaje huyu? Kutupoteza huyu. Alhamdulillah, wanashukuru wenyewe, wanashukuru kwamba kinachotuokoa ni kwa sababu tunakazana kuabudu nini? Allahu akbar. Allah anasema wasawfa ya'lamuna hina yarawna al'adab, bila shaka watajua tu. Wasawfa ya'lamuna, bila shaka watajua, iko siku inshallah watajua. Wasawfa ya'lamuna, au sivyo? Bila shaka watajua, sio huenda, bila shaka watajua tu. Hina yarawna al'adhab, pale watakapoiona siku hiyo nini? Adhabu, watajua. Man adhallu sabila, siku hiyo watafahamu ni nani aliyepotea nini? Njia ya haki, watajua siku hiyo, watajua tu. Araaita man ittakhadha, ndio na araaita man ittakhadha ilahahu hawa, je, umemwona hapo? Ani hapo mafuli wa pili ndio katangulia mwanzo, maana yake ilikuwa araaita man ittakhadha hawahu ilahahu, lakini katangulia ilaha kwa ile umuhimu wa jambo, hatuwezi kueleza sana. Wa araaita, hivyo wamjua, umemuona yule ambaye ittakhadha ilahahu hawa, kayafanya matamanio yake ndio Mungu wake. Yani kuna watu yale matamanio yake ndio nani wake? Ndio Mungu wake. Na hapa narudia kueleza, na tunarudia tena kueleza, mambo ya mipira ni lahu, sawa? Tunaelewana hivyo?
mambo ya mipira ni nini? Ni lahu. Ishara ziko nyingi, ni lahu. Mambo ya kamari, ya kubeti ni lahu. Sawa? Tumeelewana? Sasa hivi kumetokea mpaka wanazuoni wanatetea mipira kabisa. Mtu anatetea mipira. Yale ni mambo tu ambayo mtu mwenyewe anashangilia, anafanya nini, au sivyo hivyo. Lakini usije mtu msikitini ukawaambia watu jamani mpira ni sawa sawa, usivyo hivyo. Usije kuambia watu maneno haya. Kipindi cha tarawih ikikutana na mipira, watu wapo kwenye tarawih? Wapo. Na kama atatokea mtu kuswalisha ambao wanaona atachelewesha tarawih, watu wanafanya nini? Karata, si lagha hizo. Karata ni lagha. Kwa hiyo kuna watu yale matamanio kamfanya ndiyo Mungu wake, au sivyo? Ni pesa ngapi zatumika katika mambo kama hayo? Ni pesa nyingi sana. Sasa umemjua hapa anayeambiwa ni Nabii Muhammad, umemjua yule ambaye kafanya Mungu wake ni matamanio yake, yani matamanio yake ni Mungu wake. Afa anta takunu alayhi wakila, hivyo wewe unakuwa kwa mtu huyo wakila, kwamba wewe ni hafidh, ni mwenye kumhifadhi, maana yake ni mwenye kumlinda, mwenye kumletea ulinzi, yani kwa mfano kama hivi nilivyowaambia, alafu nimfuatilie mtu mmoja mmoja kumfuatilia, yawezekana? Yani kama hivi nimesema, alafu sasa nianze kukufuatilia hivi, je, inawezekana? Sasa hapo anakatazwa Nabii Muhammad, haiwezekani kwamba wewe ukawa kwa kila mtu ni wakila, kwamba wewe ni mwenye kumfanya nini, kumhifadhi au kumlinda, kumfuatilia. Wewe kazi yako fikisha. Na alikuwa akifikisha mwisho akisema hal balaghtu, si ndivyo? Akifikisha mwisho anasema hal balaghtu. Kwa hiyo kama kuna mipira, kuna vitu gani, mkimbilie Mungu kwanza. Hayo yaache, au sivyo? Hayo yaache kwanza, mkimbilie Mungu, nenda kafanye ibadati, kafanye nini. Na ikiambiwa kama ni mchezo, kama ni mchezo imeambiwa, imewekwa na ni saa 10, watu wanaingia viwanjani kuanzia saa 4. Adhuhuri haiswaliwi wala alasiri haiswaliwi, na bahati mbaya kama kafungwa na magharibi na isha nayo imefanya nini, imepita, na huenda kesho akaamka saa 5 na asubuhi ikafanya nini, ikapita. Wanakusanya, shaka asema wengine wanafanya jamu takdimu. Unaona sasa matatizo haya. Jamani, mnaona habari hizo? Ni lagha. Na sasa hivi kilichotawala katika ulimwengu ni nini? Lagha. Mambo ya lagha yametawala sana katika mipira sasa hivi. Mwenyezi Mungu atulinde, atuhifadhi. Am tahsab usidhani. Hapa anaambiwa Nabii Muhammad, hamza ile amu iliyokuja pale ni istifhamul inkari. Ni istifhamul inkari, au inakuja kwa maana ya bali. Am tahsab au bal tahsab, bali unadhani, au am tahsab, lakini yenye nguvu ni istifhamul inkari, usidhani anna aktharahum, kwamba wengi wao unaowaambia yasmauna, wanasikia kwa kutii, au yaqilun, au wanazingatia. Wako waliofasiri hivyo, sema tafasiru adad. Na wengine wamesema am ya hapo ni istifhamul inkari. Ukienda katika Jalalaini mara nyingi ndio tumeitumia, wanasema hivi. Lakini wapo waliosema am tahsab, am kwa maana ya bal tahsab. Wengine wakapita hivyo am tahsab, au unadhani anna aktharahum yasmauna au yaqilun. Mimi napita hivi, am tahsab, usidhani wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam wengi anna aktharahum yasmaun au yaqilun, kwamba wengi wanasikia au wanafanya nini, wanazingatia. Kama hivi tunavyozungumza hivi katika utekelezaji, inshallah Mungu atujalie tu watekelezaji. Inhum illa kal an'am, hawakuwa hao isipokuwa ni kama wanyama. Bal hum adhallu sabila, bali wao wamepotea zaidi sabila, katika ufuataji wa dini, au sabila katika njia ya haki. Ni vipi? Mnyama huwa anamsikiliza anayemlisha. Mnyama anamsikiliza anayemmemesha, anayemlisha.
Mbwa ukiwa unampa chakula, mbwa yuko tayari kufa kwa sababu ya kukutetea wewe, kwa sababu ya riziki unayofanya nini, unayempa. Lakini wao hawa makafiri, japo pamoja na kuneemeshwa na Mwenyezi Mungu, wanamkataa anayemneemesha. Sawa? Wanamkataa Mwenyezi Mungu anayefanya nini? Sasa ni nani bora kati ya mbwa na huyu anayemkataa, na huyu mwanadamu anayemkataa Mungu? Aliye bora ni nani? Ni tusi kubwa sana. Ni tusi kubwa sana. Ani kuna bosi wako anayekusaidia kila mwisho wa mwezi mshahara, alafu muone hana maana, basi wewe ni mtu wa ajabu, mtu wa ovyo sana. Ndio Mwenyezi Mungu akasema inhum illa, lakini balhum ila bal idrab balhum, bali wao adallu sabil, wao wamepotea zaidi, potea njia zaidi kuliko hata wanyama, kwa sababu mnyama anamheshimu mtu anayempa. Mtu anaweza akafuga tembo, mtu anaweza akafuga simba, au sio? Simba akafugwa na mtu, na simba akawa anamnyenyekea mtu kwa sababu yule simba anaona huyu mtu ananiletea nini? Riziki, ananiletea chakula. Lakini sisi wanadamu, akili zetu na jinsi tulivyo, tuko tayari kumkosea Mungu, na hali kwamba Mungu ndo anayefanya nini? Ndo anayetuneemesha. Inshallah kwa siku ya leo tutakwama hapo. Kesho ni masala mengine ya uwezo wa Mungu. Alafu kesho tutazungumzwa kivuli. Kivuli ukipita mchana hapo sikuna kivuli kivuli. Habari ni kubwa. Kivuli, wako watu wanawaharibu watu kupitia kivuli, au sio? Kuna watu wanawaharibu watu. Mtu anachukua tu kile kivuli chako kile, ana ilmu yake ile, au sivyo? Ana ilmu ya kivuli. Kuna watu wamepewa ilmu ya kivuli, wala hangaiki na anachukua tu kile kivuli chako kwa namna fulani. Alafu na kivuli ni aina mbili. Katika kivuli chako kile kuna na aina ya pili pale. Katika kivuli kile. Yaani ukipita hivyo unaona kama kivuli kama kawaida, sio kawaida. Sio kawaida. Mtu asikie sio kawaida kivuli. Lakini Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa na kivuli. Mtume hakuwa na kivuli. Kwa riwaya mbalimbali za hadithi zake, na mtume alikuwa akiona nyuma, akitizama hivi mbele, huku nyuma anafanyaje? Anaweza akaambia istau, akielekea mbele kutaka kufunga swala, huko nyuma anasema wewe linganisha sawa safu, na hakuwa na saitimila, au sivyo? Hakuna saitimila, lakini mtume alikuwa akiweka hivi, huku nyuma anaona. Mtume nzi marufuku kutua kwake. Nzi huyu au mbu, kwamba nzi hadi atua hivi, paka nzi anamheshimu Nabii Muhammad. Hakuna kivuli cha Nabii Muhammad, sababu yeye mwenyewe nuru, au sivyo? Lakini kivuli tunacho. Alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla walau shaa la ja'alahu sakina thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila. Kesho ni mambo ya jua na kivuli. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe nguvu, atupe khair, atujalie ni minal faizina. Yote tunayoyasikiliza haya na mimi ninayoyasema yaingie katika nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu asitufishe mpaka tukaone kabri ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie ni minal faizina, atupe afya na uzima. Mwenyezi Mungu atuletee Ramadhani zingine miaka na miaka na miaka. Mwenyezi Mungu atupe radhi zake. Alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ij'alna min as-sa'imin al-maqbulin, wa Allahumma ij'alna min as-sa'imin al-maqbulin, wa la taj'alna min as-sa'imin al-mardudin, ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين برحمتك يا أرحم الراحمين. نشهد أن لا إله إلا الله نسألك الجنة إلهي ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. جزاكم الله خيرا. Papa, eu te pedi vivuli.